Habari, karibuni sana katika mwendelezo wetu wa talk show yetu inayohusu Human Centered Design. Mara ya kwanza, kipindi cha kwanza tulikuwa tumeona kwa ujumla Human Centered Design ilivyo, tumeelezewa maana yake na inatumikaje. Lakini kwa sasa hivi kipindi chetu cha pili tuko na maafisa hapa ambao watatueleza namna gani hasa Human Centered Design inatumika kuwafikia watu katika jamii na ni jinsi gani, vitu gani ambavyo wanavitumia ili kuwafikia wale wanajamii. Kwa hiyo kabla ya kuanza, naitwa Dr. Lydia Nicholas. Karibu mjitambulishe na nyie. Naitwa Amedusi Stanley. Nilikuwa Geita. Yes, asante. Karibu. Kwa majina naitwa Prochesus Pasco. Nilikuwa Kagera. Okay. Naitwa Valentina Kilala, ni afisa msaidizi wa Tawala Plus mkoa wa Mwanza, specifically visiwa vya Ukerewe. Okay. Asante sana. Nimesikia kwamba kwenye mradi huu kuna teknolojia tofauti tofauti ambazo zinatumika. Labda naomba mtuelezee ili tuweze tukaelewa. Stanley, karibu sana. Tulikuwa na teknolojia mbalimbali ambazo tulikuwa tunazitumia kwa ajili ya kuwafikia walengwa ambao walikuwa wanatakiwa kufika kwa ajili ya kufanyiwa tohara. Kwa teknolojia hizo zilikuwa mbalimbali, lakini lengo lake kubwa ilikuwa ni kumuhimiza au ni kumfanya yule mtu aweze kufika katika sehemu ya tohara na aweze kufanyiwa tohara. Kwa moja wapo ya teknolojia ambayo tulitumia ilikuwa ni application ambayo ilikuwa installed kwenye simu, ambayo ilikuwa na stage kuu tatu. Kwa stage ya kwanza tulikuwa tunamfikia mlengwa, tunapomfikia baada ya kumpitisha kwenye hiyo stage ya kwanza, basi baada ya kumpitisha pamoja na changamoto zake, ile stage atakuwa kikumbushwa kwamba anapaswa kufika katika sehemu ya kufanyiwa tohara. Kwa hiyo kwenye part hii ya pili ningependa kuelewa Human Centered Design mnaitumiaje hasa kuwafikia watu? Ni vitu gani ambavyo mnatumia? Nimesikia kwamba kuna teknolojia ambazo mnazitumia. Kwa hiyo ningependa kujua, mngetuelekeza au mngetuelezea ni teknolojia gani mnazitumia ili kuwafikia jamii au watu walioko katika jamii. Labda tungeanza na Valentina. Karibu tafadhali, naomba tuelezee. Asante. Karibu. Katika safari yetu ya tohara tunatumia njia ya teknolojia zaidi ili kuwafikia wateja wetu waweze kupata huduma hii ya kijamii. Kikubwa zaidi kitu tunachotumia sisi ni njia ya simu, lakini katika hiyo application ya simu ambayo tunatumia kuna jinsi ambavyo tunachukua taarifa tunaziingiza kwenye ile simu ili tuweze pia kusaidiana na watu wa headquarters, kwa sababu huwezi kuhamasisha jamii nzima ukiwa peke yako. Kwa hiyo kama ninapochukua taarifa, unakuambia ni kuhusisha, yani kuongea na ule mteja, nikamuuliza anaitwa nani, ana umri gani, kama nao namba simu atanipa na nini, nitajaza kwenye system. Hiyo ninapokuwa ninajaza vile vitu kule, pia kwenye headquarters kule wanakuwa wanaona. Kwa hiyo kishakuwa wamepata zile taarifa za yule mteja wangu, kama atanipa miadi kwamba haipo tayari kwa ajili ya tohara ya hiyo siku, obviously utakuwa namtumia message za kumkumbusha kwamba alitoa taarifa, huku mimi nikiendelea kumfuatilia. Kwa hiyo tunaanza stage ya kwanza, naongea naye, naingiza jina lake, najaza namba yake ya simu, hivyo tunawekeana miadi ni lini ataenda. Akishakuwa amefikia hiyo hatua, kama kuna wengine wako tayari muda huo. Kwa hiyo itasaidia kwamba mtu mwingine atakuwa tayari muda huo, atasema mimi nafanyiwa tohara leo. Kwa hiyo nitampitisha katika stage zote, kwa sababu lazima unapokuwa unaongea naye utakuwa unamshusha ile pressure kuhisi atapata watu wengi sana wanahisi maumivu yale, itakuwa ndio inakuwa tatizo sana kwao na ile kupoteza kipato. Lakini unapokuwa unaongea na watu na unamwelekeza jinsi gani hii tohara yetu inavyoenda, maana
sasa yani imebadilika, sio kama wanavyokuwa naamini within 2 days anaweza kufanya kazi, japo sio kufanya sex na nini hivyo. Unamwelekeza, mambo yanaenda sawa. Sasa baada ya akishakuwa amekubaliana na wewe kwamba leo atafanyia tohara moja kwa moja, huyo itakuwa imekusaidia, hiyo issue itakuwa umemalizana naye kwake yeye. Lakini kwa vile namba yake imeingia, ataenda kupokea zile message, maana sisi pia nimesema tunatumia teknolojia kuwafikia watu mbalimbali. Kwa kama ninatumia ile namba yake, atapata message pia ambazo atarushiwa, kwambiwa, kukumbushwa. Hizo message yeye anaweza pia akamhamasisha mtu mwingine. Sio utaona nini hawa waliniambia hivi na hivi na hivi, lakini ninapoongea na huyo mtu pia sikomei hivyo kwamba atatumia message na wenzangu kule, ila pia atakuwa nitamuelekeza jinsi ya kupiga simu ile 117 ili aweze kuuliza sintofahamu yoyote ambayo anakuwa nayo katika kichwa chake. Maana issue so tohara peke yake. Kwa hiyo kuna vitu vingine anaweza akaulizia, akaelekeza na vikampa faida kubwa kupitia ile namba 117. Asante sana. Stanley, karibu. Naam, asante. Cha kuongezea alipoongea Valentina ni pamoja na kwamba tunatumia, kwa sababu kikubwa lengo letu ni kwa ajili ya hawa watu wafike kwa ajili ya kufanywa tohara. Kwa hiyo baada ya kuwa amepewa ile taarifa na nakumbushwa mara kupitia ile application, akiwa anakumbusha mara kwa mara kwamba aweze kufika, basi kuna hatua ile nyingine ambayo tukishamuingiza sasa, akishaingia ile hatua ya pili, kwa sababu hiyo alikuwa anasema Valentina ilikuwa ni hatua ya kwanza akiwa anakumbushwa. Kwa hiyo ile ni ya mihadi ambayo pia na yenyewe ipo kwenye hiyo application yetu. Kwa hiyo atafika baada ya kutoa ile mihadi, pia ataendelea kukumbushwa kupitia zile changamoto alizozitoa, ile changamoto ambazo zinafanya labda aweze ashindwe kufika pale. Kwa hiyo ile akishapata ile mihadi, akishaahidi kwamba atafika siku fulani, basi ataendelea kukumbushwa, na hatua ya mwisho ambayo ni hatua ya 3, basi atafika kwa ajili ya kufanyiwa tohara. Okay. Sasa kuna kitu nataka kuongeza Proches? Hapana, na kingine labda nilikuwa nataka kuongelea moja kati ya njia ambazo tunazitumia tools kwa ajili ya kuhamasisha. Tuna namba 117. Sana mimi ningependa kuiongelea hiyo. Hii namba kwetu sisi imekuwa na manufaa kwetu sisi na kwa mteja ambaye tunamfikia, kwa sababu tunaamini kwamba kuwa katika ages ambazo sisi tunarenga miaka 25 na kuendelea, huyu mtu anakuwa anajua umuhimu wa tohara saa nyingine, ila tu ana kikwazo. Na kikwazo changu mimi kiweza kuwa tofauti na cha kwako. Na pale unapoenda kumshawishi, labda hawezi akakwambia. Kwa hiyo labda mfano, labda mimi na matatizo sehemu zangu za siri, labda na shida yoyote ile ambayo binafsi sio nikakwambia, aidha kwa kukonea aibu au kwa chochote kile. Kwa hiyo tunachokifanya, ukisha mshawishi ukampatia ile namba 117, tunaamini kwamba kuwa utamshawishi, huenda anaweza kakataa, akasema ameshafanyiwa au akasema hahitaji kufanyiwa, ila ukimpatia namba 117 na ukamwambia kwamba kwa ni free, utaongea, utaweza chochote kile, kwa maana kuna madaktari bingwa ambao wanahusika pia katika kutoa elimu. Kwa wakati wake sasa anaweza akapiga simu na kuelezea kwamba bana, mimi ningetaka kufanyiwa ila na shida hii na hii na hii. Je, itakuwa kwangu itakuwa na tatizo hii na hii au nitaweza? Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa kupitia hiyo namba 117 tumefanikisha watu wengi kufanyiwa tohara. Asante sana. Na hapo kwenye kufanikisha, ningependa kufahamu labda mnaona kuna tofauti gani kabla ya kutumia hivi vifaa, hizi tools? Mlikuwa mnawafikia watu ndio, lakini ile watu walikuwa wanakubali vipi ile information, ile taarifa mnayowapa? Tofauti yake na mlivyokuwa mnatumia hivi vifaa sasa hivi na teknolojia, mmeona kuna tofauti gani hapo? Labda nikisema tu kwa haraka, kabla ya kutumia hii njia nzima ya kumfikia mlengo moja kwa moja, tulikuwa tunachukua kwamba kuwa matatizo au vitu ambavyo vinamzuia mtu kufanya tohara tunavigeneralize kama kitu kimoja tu. Kwa hiyo tulivyoweka hii system ya kukukuta moja kwa moja wewe muhitaji na kuongea na wewe, tunajua changamoto zako, nitajua changamoto yako kwako wewe, nitajua ya mtu mwingine. Kwa kupitia vile nitatatua changamoto yako na ninaweza nikatatua changamoto ya mtu mwingine. Na kama nilivyosema, kupitia pia simu na hizi applications zetu nyingine,
tuna push, tunakuhamasisha mara kwa mara. Leo hujajisikia, kesho hujajisikia, kesho kutwa kadri unapopata zile jumbe za message, unapoendelea kuulizia, inakuwa ni rahisi kwako wewe sasa kufanya maamuzi kwamba sasa labda na mimi niende. Kwa nini wananihamasisha? Je, hii ina faida kwangu? Kwa nini wanasema ina faida? Kwa hiyo tunaamini kupitia hiyo inaweza kawa imetuongezea kidogo. Okay. Asante sana. Stanley, unaweza ukafahamu labda mara ya kwanza labda watu waliokuwa wanaenda kwa tohara walikuwa labda ni asilimia fulani na sasa hivi imekuwa asilimia ngapi, ili kuturahisisha kujua kwamba kweli hivi vifaa vinasaidia katika kuwafikia watu vizuri zaidi, kuwaelimisha kuhusu tohara au la? Ni kweli na naweza nikakumbuka nikaona kumbukumbu. Ndio. Kwa sababu tukiangalia kipindi cha nyuma asilimia ilikuwa ni chache sana. Ni chache sana ukilinganisha na baada ya ujio wa hii teknolojia. Asilimia imepanda kwa kasi. Labda naweza nikaongezea sababu kidogo. Yeah. Sababu nyingine. Yeah. Unajua nature ya kazi ambayo tulikuwa tunatumia kwa hapo mwanzoni. Yeah. Walikuwa tunatumia wale HBCs. Wale POL. Wale walikuwa ni watu wa jamii husika, kwamba walikuwa ni moja ya wale wanajamii wanaotazamia wengine kwenda kufanyiwa tohara. Ndiyo. Kwa hiyo kulikuwa kuna vikwazo fulani hivi ambavyo unakuta mwanajamii kwamba anahisi labda aibu kwamba mimi nimeambiwa na fulani ambaye namfahamu, unaona, anataka niende nikafanyiwe tohara. Sasa anahisi aibu kwamba na fulani kwa sababu nihamasisha tu ndio niende nikafanyiwe, anahisi aibu. Kuna aibu fulani ambayo anakuwa nayo kwamba anahisi sasa fulani ajue kwamba mimi sijatailiwa. Lakini kupitia hii application au kupitia 117 kupiga 117 kukumbushwa, anakuwa anakumbushwa na zile jumbe. Lakini pia baada ya kupiga kwa madaktari au wafanyakazi wengine wa TAYOA watamsaidia yeye mwenyewe kupitia hizi application. Kwa hiyo kulikuwa kuna utofauti fulani hivi kwamba anahamasishwa na mwanajamii mwingine, lakini kwa mabadiliko yale sasa kwenda kwenye teknolojia yakamhamasisha aweze kufika tofauti na kuhamasishwa na mwanajamii mwenzake. Sawa sawa. Asante sana. Nadhani tumeweza kufahamu zile faida za kutumia teknolojia na tools au vifaa kuwafikia watu kwenye jamii zetu ili kuwaelimisha na kuhamasisha kuhusu tohara. Na napenda kuwashukuru sana. Asanteni sana kwa kujumuika nami katika kipindi hichi. Kwa mengine mengi kuhusu Human Centered Design, na wakaribisha tena katika mwendelezo wa kipindi hichi kwa kipindi kingine tena. Asanteni sana.